Na wapendwa, ni mzuri kuanza kurejelea maandiko tuanze kuelewa why are men of God here with us. Why? God anaweza kutuchukua tupelekange kila Jumapili mbinguni na anaturudisha. He has power to do that. Every Sunday morning tunaingia mbinguni, Monday tunarudi kazi. God has power to do that. Why did God, with all the power he has, ama yeye ashuke atuite parade mahali atuzungumuzie Kenya, dunia mzima? Mungu hako na power. Why is it that God akatupea chance ya kukua pastor, na some pastors wenye wajasoma sana, na wengine wenye ni slow, wengine wenye wanaongeaga sana, wengine wenye wananyamaza, wengine wenye ni vigugumizi kama Musa? Why did God give them power to work here? Na ndio maana Paul anasema kwa 1 Corinthians chapter 4 verse 1, anasema men ought to recognize us as servants of Christ and as stewards of the mysteries of God. Wanadamu na watutambue kama waweka hazina, ama ingine nasema kama mahakimu wa vitu vya siri vya Jehovah God. Wanadamu wanastahili kutambua. Na Matthew chapter 16 verse 19, ingawa siku hizi inasomewa kila mtu, hii maneno iliwekwa juu ya Peter. Peter alipopata revelation ya kwamba Jesus is the Son of the living God, so Jesus began to speak to Peter. Akamwambia, thou shall be Petrus, which means the rock. Anasema, and on this rock, which is a revelation that Peter had, anasema, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Alafu anaambia Peter aje, I, Jesus, will give you, Peter, the keys to the kingdom of God. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Ni mzuri sana kushika hiyo context ya kwamba kuna wanadamu chini ya jua wana funguo ya kufungua heaven na kufunga. It's better to know that. That's why ukiona 28 aliwaambia all powers, Matthew 28, in heaven and on earth, I think verse 18, are given to me. Now I give you power. Go ye and make disciples of men. Jesus gave power to disciples. And your man, the Bible says, he that ascended also descended. And he gave some to be apostles, some to be evangelists, others prophets, others teachers, others what? For the building or the edification of the church, for the building of the church, for the work of ministry. God, we that ascended, send you apostles, send you prophets, send you evangelists, send you pastors, send you teachers. He that ascended, Jesus Christ. He said, because I've ascended, now you are supposed to be freelanders. No! He sent people here. Na ni mzuri sana tujue how to handle the gifts of men of God. Amen. You know, every man of God is a gift. Na shida ni gift, you kill a gift. Wale mmeenda birthday party, you can have this iPad as a gift, but you wrap it with a paper. Kuna wrapping paper. Na God kwa his wisdom amechukua earthen vessels, ameficha treasures ndani. Amechukua wanadamu wenye udhaifu, akawarap na udhaifu wao, lakini akaficha mambo ndani. That's why mhubiri, ukiuliza wachawi wanajua nguvu ya wahubiri. Mtu anaweza kuambia nguvu ya wahubiri ni wachawi. Wanajua ya kwamba tukisema tunafunga kunafungua. Wanajua tukisema wanafungua wanafungukaga. Ndio maana kila kanisa ukatazwa kuomba. Hey. Because wanajua mhubiri akisema today I loose every captive of this area. He
was given power to do that. Yes. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So God amepea wanadamu oja nisome hii Numbers chapter 6 verse 22. God ndiye mwenye anabariki, akaambia wanadamu wabariki. Numbers chapter 6 verse 22. Mungu mwenye ubariki. And the Lord spake unto who? Moses. The Lord spoke to a man, Moses, and said, speak unto Aaron. Speak unto your priest Aaron, and say unto his sons, because priests were priests, so unto his sons, saying, on this wise ye shall bless the children of Israel. This is how you will bless them. God anatupea curriculum ya kubless watu chini ya jua. Anasema bless them like God being God. Asemi I will come down and bless them. No, wacha nikuonyeshe procedure. Anaambia Aaron, this is how you will bless them. And this is what you will say. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee. Can I bless you now? Yes. May the Lord bless you. Amen. May the Lord make his face shine upon you. Amen. And be gracious unto you. Amen. That's what he said. We say, may the Lord be gracious. For even how God treats you, God alipea a man of God power to say how to treat you. Amen. Akasema wakati unabariki watoto wa Israeli, na nyinyi wote mmefanyika Israeli kwa imani. Biblia inasema mkibariki watoto wa Israeli, muambie na Mungu awe na rehema. May the Lord be gracious unto thee. Amen. Verse 26, and the Lord lift up his countenance upon thee and give you peace. Amen. Verse 28, 27, and they shall put my name upon the children of Israel. Very important. Priest walipewa nguvu ya kusema, what's your name sir? James Avedi. James Avedi, wakati unakuja kwa man of God, anawekaga jina James Avedi kwa rada ya mbinguni. Amen. Yes. Ili rada ya mbinguni kisoma, inasoma Eliakim wangu wawire. Wakati inasomwa hiyo jina, anasema he will put my name God, my name, Amen. my name, Amen. on the name of Eliakim wawire. Why? So that I will bless them. Amen. That means ya kwamba iko watu kwa kanisa hawajapata nyefasi ya jina zao. Ndio na tukiombea watu wakati ya kuokoka, tunasemanga futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika na inafanana ni memory verse. It's not a memory verse. Yes. We are taking your name ikuwe na rada ya mbinguni. Yes. Wakati mwingi unaona wahubiri wafanye hivyo crusade, na kuna angel anaitwa Metatron. Huyu angel kazi yake ni kuandika majina. Na ndio maana ulipokuja duniani kwa hii kitabu ya uzima jina yako ilikuwa, lakini ndio hiyo jina ikae kwa hiyo kitabu, inategemea vile unaishi hapa duniani. Because Bible inasema siku ya mwisho vitabu vitachukuliwa. Na kama jina lako litakosa, nani alitoa? Kama jina lako nani alitoa? Na wote ambaye jina lao halikupatikana. Okay, nimekuja kuambia hivi, inawezekana hata kuna watu jina yenu haijafika, inabidi tuifikishe. Vuta jina langu. Ndio maana siku ya ubatizo tunawauliza unaitwa nani? Phyllis Modhoni Wairimo. Phyllis Modhoni Wairimo, na kubatiza katika jina la Baba na la Mwana. Unafikiri ni kazi ya tujua? Hatuna. Tunakuuliza jina ili tuweke hiyo jina kwa jina la Yesu ili ubarikiwe. Oh, yes. Ili hiyo jina ichukuliwe, iwe
iwekwe kwa jina la Yesu. Hii ndio kazi ya kuhani. Kumaanisha hivi, watu wakisumbua kuhani, ako na uwezo ya kukutoa jina. Peter anaambiwa, ninakupatia nguvu. Chochote unafunga duniani kinafungwa mbinguni, na chochote unafungua. Okay, sasa tunaenda vizuri. Now you understand why you cannot silence men of God in Kenya. Kenya inaweza tolewa kwa mapi ya rada ya rohoni. Inaweza kosa kuexist. Na ndio maana in the spirit kuna kasiti kalikuwa na tabia, mpaka Bible inaiongea, inaitwa Jerusalemu. In the spirit Yesu anakuja na anasema, Jerusalemu, muji unaoua manabii. A city that kills its own prophets. In the heaven, Jerusalem was marked as a city that is ignorant, that the prophets are not sent to you to kill them. Yesu mwenyewe anasema, mara nyingi nimejaribu kuwakusanya. Aje, nimetuma watumishi wa Mungu manabii kuwakusanya kama kuku wakusanyavyo vifaranga. Na nyinyi mmeua watu, wanakusanyaga watu. Abla, hii ni maneno yangu Wacha tuisome na wewe. Matthew 21. Looks like in kazi ya maneno, because they have not the foundation. Matthew chapter 21. So watumishi ni all these men of God you see around ni mkono wa Mungu ya kukusanya watu. If you are not in church, you have no hope. I will repeat it again. Hata kama unasema najiabudianga mimi mwenyewe chini ya miti, endelea. Endelea. Endelea hapo chini ya miti. Kanisa zote nilikwasa, nikaamua ni yangu takuwa naabudia chini ya kitanda. Endelea. Continue. No, it's my work to correct error. Yes. Matthew chapter number 21 verse 10 inasema, and when he came into Jerusalem, this was a particular city. He was not seeing this behavior in other cities. When he came into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this? And the multitude said, this is Jesus, the prophet of Nazareth. Kwa hivyo hata Yesu alikuwa prophet of an area. Every area has got its own prophet. Prophets are territorial beings. Ndio ubarikiwe in an area, you must find your prophetic sound, your prophetic voice. That's why Yesu alisema, my sheep hears my voice. Na kuja correct makosa ya watu wote wako makanisa wenye wanatukanaga wahubiri wa hiyo kanisa. I'm coming to handle these issues. Mimi natukana tu, yes Yesu. Aha. Yeye si Yesu. Yeye si Yesu. Acha tuende kidogo. And the multitude said, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. And Jesus went into the temple and cast out all them that sold there. I think what I nikuonyeshe kidogo was it's what I'm looking for. Verse 37. Akipeana quotation ya hii town. Verse 37 as I finish. Inasema, but last of all, he sent them his son, saying, they will read. Paul. Hiyo.
A city that kills its prophet. My wife is here atanisaidia kuipata saa hii nitakupea. So Jerusalem in the spirit was marked. This city kills its prophets. Let's go back to the Bible now. God amesikia kilio Egypt. God amesikia kilio Egypt. Na si kilio ya 2 days. Na si fasting ya 1 week. Kilio ya 400 years. God ameenda kwa Exodus chapter 3 verse 7. God ameenda kuita mwanadamu anaitwa Musa. God ameenda kuita mwanadamu. No, watu wameita Mungu. Mungu ameita mwanadamu. Acha tuiweke vizuri. Watu wameita Mungu miaka 400. Mungu ameita mwanadamu. Okay, acha tuiweke vizuri. Watu wameita Mungu, watu wameita Mungu, Mungu amewaitia mwanadamu. Sijui kama Kiswahili kinapatikana vizuri. Watu wameita Mungu, Mungu amewaitia mwanadamu. For 400 years God amewaitia mwanadamu anaitwa Musa. Prayer 400 years Mungu amewaitia mwanadamu. Ongoja kidogo. Wameita Mungu, amewaitia mwanadamu. Then wakati mmoja wakiwa kwa barabara, Musa akaona watu wakipigana. Walipokuwa wanapigana, Bible inasema ndio hiyo basi. Ndio ilikuwa shangaa 27. Wacha tusome hiyo Matthew 23 37 Ndio ilikuwa naitafuta kwa 37. Oh Jerusalem. Jerusalem. Huyu ni Yesu. Oh, ni kama anawahurumia. Oh, vaye. Oh, Mayo. Jerusalem. Hey. Ni kama Yesu ametokea. Jerusalem. Jerusalem vane. Thou that killed the prophets and stoned them. Naona Mungu akiongea na Kenya. Oh, Kenya. Oh. Kenya. Oh. Kenya. Kenya. Nation that kills every prophet by naming them. Huyu anapenda pesa. Huyu ni msharati. Huyu ni mkora. Huyu hajasoma. Huyu. Oh, Kenya. Oh, Jerusalem. Oh. You city that kills the prophet, that stone them, which are sent from heaven for you. They are sent for you. Na ni mzuri sana kujua, there is a time God sends a man for you. When you disrespect the man he has sent for you, heaven becomes desperate. What can we do for them? You kill those who are sent for you, Jerusalem. Kumaanisha every prophet is sent to a certain people. Apostle John J. may not be your apostle, but he is sent for some people. You don't like him, please switch off, change line. He may not be sent for you. You don't like him, change church. He may not be sent for you, but he is sent for some people. How often, how often, kwa Kiingereza ni mara ngapi, kwa Kiswahili nimejaribu kuwakusanya. How often have I gathered thy children together, even as a hen gathers her chicks under her wings, yet ye will not. Jerusalem, mimi nimewajaribu kuwakusanya vile kuku anakusanya vifaranga yake chini ya baba, lakini hamukusanyiki. So nimekuja kuongea kuhusu laana ili muone the group haikusanyikagi. Na tuitoe biblically.
Na tu hata tuwaweza tuwapee jina ya Bible ya wale watu chini ya jua hawana pastor. Hallelujah. Yeah. Hao watu ya praise team niko na hapa. Geukia jirani muulize, na uko na pastor wewe? Abi mwenyewe kanisa ni mtu, kanisa ni mtu. Enda utafute andiko uniletee, kanisa ni mtu. Kanisa ni roho ya mtu. It's a lie. It's a lie. Mwenye alikufundisha hivyo hajui Bible. It's a lie. Kanisa ni ecclesia, an assembly of believers. Na siku moja Yesu anatembea mahali anakuta watu wagonjwa, beaten, overtaken, na Bible inasema he had compassion on them. Why? Because they were like sheep without a shepherd. He looked at them and saw the absence of a shepherd. Absence of a shepherd. So Yesu, watu wameomba 400 years. God ameenda kuwaitia mtu. Kumaanisha hata hii prayer unaomba leo, God atakutumia mtu. Amen. Hii ndio tabia yake. Hata kwa Acts chapter 9, yeye Yesu mwenyewe aliangusha Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Alafu akaenda kumuitia Ananias. Yaani God tu akona tabia, lazima atakuitia mtu. Na ule atakuitia afanani vile unataka. Kuna wengine atakuitia ni wa hasira kama Musa. Kuna wengine na itabidi ujifunze kukaa na hasira yao. Akikasirika unamwambia pastor kula watermelon. Watermelon ni mzuri sana, sukari itarudi chini. Akikasirika kama Musa, mnatafuta nafasi ya kumpea chai yenye sukari mingi. Si ati mnamwambia kanisa ni nyingi huko nje, tunaweza inua. Mnaambia Musa wetu baba, tumeaibika. Unajua Miriam na Aaron walipoanza kudiscuss Musa, they were discussing their own blood brother. Wakadiscuss ikaruka bracket ya mwanadamu kujibu, ikaingia kwa ya God. Numbers chapter 13 chapter 12 verse 1. Wacha tusome. Ikaruka na Aaron akajua amefanya makosa gani. Numbers chapter 12 verse 1. And Miriam and Aaron spoke against Moses because of marital issue. Acha niweke hivyo. Because of his marital status. They were speaking about Moses because they had a because. So I don't know what is your because today. But because of his Ethiopian wife, whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. Verse 2 inasema, and they said, has the Lord indeed spoke only by Moses? Kwani Mungu anaongeleshaga watu tu kwa sababu ya Musa. Lazima Mungu aongee tu. Wacha niongee na watu anointed under the anointed. I want to make you know this. Ya kwamba kwani God anaongea. If this was two anointed people. Aaron was anointed priest. Moses, Miriam, Bible inamuita prophetess. She was a prophetess. They were moving priest and prophetess talking against a man of God, Moses. God said, God anaongea tu na Musa. Has not also the Lord spoken by us? And who had them? And the Lord. It was not a Moses thing anymore. The Lord had them. The Lord had them. Now Moses was very meek. Thank God. Hata Moses na hasira yake, Bible inasema alikuwa mnyenyekevu sana. Harmless.
Harmless ni kumaanisha nini? Muniseme tu, Jehovah God atawaona. The Lord heard them and suddenly spake unto Moses and unto Aaron. God anawapanga in order. Unto Moses, then unto Aaron, and then Miriam. Come out, the three, unto the tabernacle of congregation. And they three came out. And the Lord came down in a pillar of cloud and stood in the tabernacle door. And Aaron and Miriam, they both came. And he said, hear my word. If there be a prophet among you, it means Miriam fired. Aaron fired. If there be a prophet among you. I reveal myself. I make myself known to him in a vision and dream. Allah, my servant Moses is not so, which is faithful in my house. With him I will speak mouth to mouth, apparently, and not with dark speeches, and not with similitude. And behold, wherefore, were you not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the Lord was kindled against them. God was affected. They were talking about a man. I know you are quiet, but let me go deeper. God was annoyed. They were discussing a man. God was pissed off to hear them speaking of a man. Now, Bible inasema his anger was kindled against them. Aaron wakati alidiscover God now is hungry. Aaron is very clever. Hakusema naama church. Aaron said, verse 11, Moses. Aaron said unto Moses, alas, Moses, alas, my Lord. He called Moses my Lord. Alas, Moses, hey! Hakuwa naongea na God because shida haikuwa na God. Shida ilikuwa na man of God. Amesikia God is anointed, but he's talking to man. Moses. Alas, Moses, hey, Moses, I beseech thee, lay not upon us wherewith we have done foolishly. We have sinned against you. Aliambia Moses, ninakuomba usituwekelee ile kitu inaekelewaga watu kwa sababu tumeongea kama wajinga. Wacha turudie nyuma kidogo. Ujinga ilikuwa wapi? Kusema kuoa Mwethiopia, si Musa alikuwa ameoa Mwethiopia? Lakini waligusa topic enye iligusa Mungu. Na because nakuja kufundisha how to trigger a curse from a man of God. Because saa ingine unaweza kuwa na man of God, wewe mwenyewe tu jue. Unaona kama for example watu wengine huyo wanajua kutrigger baraka kutoka kwa man of God. Wanajua? Amen. Wanajua kutrigger baraka. Wakimuona na kiu wanakimbisha kitu ya kukunywa. Na Matthew chapter 10 verse 40 inasema hivi. Yoyote atakayewapokea nyinyi amenipokea. Yoyote atakayewapatia angalau kikombe cha maji atapokea. Yoyote anapokea nabii kwa ofisi ya nabii anapokea thawabu ya nabii. Kwa hivyo God hajaribu kusema mapokezi hapa. Yoyote atapokea nyinyi amenipokea. Kwa hivyo kuna watu Yesu ametuma mbele yake. Hata wakiwakubali wamenikubali. Wakiwakubali na sura zenu. Wakubali tu na kabila zenu. Because man of God wanatoka katikati yetu. Kabila ni zetu. Hata wengine tulisoma nao. Na hata wengine tunajua story yao si mzuri. By the way, men of God wengi story si mzuri. Hakuna haja urudie nyuma. Maana ule amesamehewa sana ndiye anapewanga kitu anahitajika kutoa sana. So usifuate nyuma. Wako tu na report mbaya. Usitafute sababu ya kutoa heshima. Na kwambia utapata za kutosha.
Mengi. Hallelujah. Na hii kanisa yangu ndogo hapa imenyamaza. Wanakuwa tu wamechongwa, lakini tofauti ya men of God na watu ya kawaida. Ukisoma Bible inasema walichongwa kwa mawe. Ndio wanagongoa wasikii. Unagonga wasikii. Wanakuwa kila mtu ako na kakasi. Kaumawe kiasi fulani. Unapiga bado anaendelea kuhubiri. Unafikiri iko sawa. So Aaron akasema kwa nini? Na kuonesha laana yenye Aaron aliogopa. Aaron alijua vile tumechokoza Moses. Anasema verse 12, let her not be as one dead, of whom the flesh is half consumed when he comes out of his mother's womb. Kumaanisha watu wamepiga watumishi ya Mungu wanazaaga watoto wenye wamekuliwa na tumbo. Unazaa mtoto macho iko imeumbika, tumbo ilikula hiyo. Unazaa mtoto mguu ilikuwa imekuliwa. Aaron ndiye anatuambia, si Aaron ni kuhani. Anasema Musa, samea ujinga yetu. Hii ujinga tumefanya, tunajua mahali itatufikia. Watoto wetu watatoka kwa tumbo wamekufa na wengine consume